yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato. Akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko. Akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Ndugu katika Kristo, katika hotuba ya Yesu ndefu alijulisha kama chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Chakula hiki ni Yesu mwenyewe, ambaye anataka kukaa na kuishi pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia. Bwana Yesu, utaitikia. Bwana Yesu, twakuomba utusikie. Uliahidi kuwa mtu wa kila chakula chako ataishi milele. Utujaze hamu ya kupenda kushiriki Ekaristi mara kwa mara, ili tuimarishwe kiimani, Bwana. Utujalie neema ya kuimarishwa kiroho na Ekaristi takatifu, ili tutimize vema kazi zetu za kukushuhudia wewe kwa wenzetu kwa njia ya upendo, Bwana. Kwa njia ya Ekaristi takatifu utujalie moyo wa umoja, kujaliana, kuheshimiana na kusaidiana katika shida na Bwana. Umjalie kila anayeshiriki meza ya Ekaristi asijitenge na wajibu wa kufanya kazi pamoja na wenzake, Bwana. Kwa njia ya Ekaristi takatifu utupe nguvu ya kupambana na nguvu za ubaya ndani yetu na kuzingira maisha yetu, Bwana. Tuunganishe maombi yetu sasa pamoja na dhabihu ya mkate ili kujenga umoja na ushirika usiojua utengano. Kanisa ni Pentekoste mpya. Kanisa ni Israeli mpya. Kanisa ni mbingu mpya. Kanisa ni wokovu. Tuombe neema hiyo katika adhimisho hili la misa takatifu, ili dhabihu yetu ya leo ifanyike kikombe cha agano, na ili agano hakika livunje na liharibu maagano yote tunayoyafanya
tuliyoyafanya katika juma hili, ambayo si maagano aminifu, si maagano ya ushirika. Tuombe neema hiyo tunapoomba altare hii ifanyike hakika meza iliyo timilifu, isiyo na mawaa, isiyo na madoa, inayoshiriki karamu hii takatifu sana. Kwa mastahili ya damu ya Yesu, mioyo yetu iwe hii meza ambayo kwa kutakaswa na damu ifanyike nyeupe, istahilishwe ushirika huu usiojua utengano. Mungu Baba Mwenyezi, wewe ndiye unayeruhusu, unaendelea kuitoa sadaka hii kama Ibrahimu anavyomtoa Isaka katika altare na kwa moto wa Roho yako Mtakatifu. Tunaomba na kusihi sana dhabihu yetu ya leo ikupendeze, ifae kwa vizazi vyetu, iwe nguvu, iwe kanisa jipya, ilikamilishe hata kupitia watoto wetu wanaopokea Ekaristi kwa mara ya kwanza hapo kesho. Uiandae mioyo yao hadi kunako pambazuko, waonje jinsi Bwana hakika alivyo mwema. Wavutwe kama mwanamke Msamaria ukiendea kile kisima cha Yakobo, kwa kuwa ndani kunako chemchemi isiyokauka, hamu na shauku ya kupata njaa na kiu ya maisha tunayohangaikia. Twende mbele za Bwana kwa sala hii pia kujiweka wakfu, ya kujiunganisha na umoja huu wa kanisa usiojua utengano. Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa agano katika jangwa, Mungu wa agano katika Kristo, ninakuja mbele zako leo, mimi mdhaifu na mnyonge. Waujua udhaifu wangu, Bwana, unikamilishe leo. Sasa muda huu kwa ajili ya adhimisho hili lisilo na doa, lisilo na mawaa, sadaka timilifu, sadaka kamilifu, sadaka takatifu sana ya mwili na damu ya mwanao mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu, unijalie neema hiyo kwa nguvu ya chakula hiki unachokiandaa mezani pako siku hii ya leo. Uniunganishe mwili, roho, nafsi iliyo hai na Kristo, nafsi iliyo hai katika altare takatifu na altare ya ulimwengu mzima. Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, wewe ni chakula cha malaika, wewe ni shauku ya nyakati zote, wewe ni tumaini la waliokata tamaa. Unithibitishe leo katika altare hii, madhabahu hii, kwa chakula hiki unachokiandaa kwa ajili yangu. Mimi nina njaa, nina kiu ya haki, amani ya ulimwengu ninaoishi.
Yesu, unijalie siku hii ya leo ushirika ulio mkamilifu na nafsi yako iliyo kamili. Damu yako Yesu inayotiririka hapa altareni iwe kwangu uzima, chapa ya ukombozi, mto wa rehema, kijito cha utakaso. Damu yako Yesu inayotiririka kichwani inioshe ufahamu wangu, akili yangu, elimu yangu, matashi yangu, nafsi yangu, utu wangu. Unioshe Yesu, nitakase kwa damu yako na mwili wako mtakatifu. Uwe chakula changu leo, nisione njaa tena wala mahangaiko ya kukutafuta mahali ambapo hupo. Yesu, chakula cha malaika, chakula cha makerubi, chakula cha maserafi, chakula cha watakatifu, chakula cha mashahidi, chakula cha taifa lako. Nipe chakula chako leo, nisione njaa tena. Yesu, nikamilishe jioni hii ya leo, ninakutumainia. Damu yako Yesu inayotiririka mabegani kwa majeraha ya msalaba, unisaidie kuwa huru na mizigo yote unitue, hasa inayonilemea na isiyo na faida, mizigo ya familia, maisha ninayoishi, mikosi ninayopitia, wajibu wangu kwa kanisa, kwa nchi yangu na ulimwengu mzima. Vyote vinanilemea Yesu. Nifundishe kuwa mfuasi wako, maana nira yako ni laini na mzigo wako ni mwepesi. Nipe chakula hicho Yesu, nistahili kubeba ile mizigo inayokupa usifa na utukufu, kwa kuwa ni mapenzi yako pia. Yesu, nipe chakula hiki leo, nipate nguvu za kubeba maisha yangu, familia yangu, ukoo wangu, wajibu wangu, na yote unayonipa kibali kuyabeba. Na damu yako Yesu inioshe tangu katika mabega yangu hadi katika unyayo wangu. Damu yako Yesu inayotiririka mikononi kwa majeraha ya misumari, unisaidie Yesu kuwa huru kutoka vifungo mbalimbali vilivyonikamata, maisha yangu, uchumi wa nchi yetu, uchumi wa dunia, uchumi wangu binafsi, baraka zilizonyang'anywa, zilizopokonywa, zilizotapeliwa katika kazi za mikono yangu, fursa zilizofungwa. Unifungue Yesu kwa mastahili ya damu yako iliyotiririka mikononi. Kazi za mikono yangu uzithibitishe, uzikamilishe. Ufungue milango iliyofungwa niweze kumiliki, wala nisinyang'anywe, wala nisiibe, wala nisiibiwe, wala nisitapeliwe kwa nguvu za giza. Chuma ulete
na aina yoyote ya uharibifu na upotofu kwa mastahili ya damu yako iliyotiririka mikononi. Yesu, kwa mastahili ya mikono yangu unipe mkate wa kila siku, mahitaji ya kila siku, kazi za mikono yangu. Unipe chakula hiki Yesu, niwe na shibe ya kutosha, nguvu ya kiroho na ya kimwili ya kuyatafuta malimwengu na kuyatakatifuza na kuyarudisha kwako. Yesu, ninakutumainia. Damu yako Yesu iliyotiririka ubavuni kwa kuchomwa na mkuki. Yesu, nimepotea katika pendo lako, nimerudi nyuma katika safari ya ukamilifu. Chuki imeshinda upendo, unirudishie upendo wa awali uliouchoma moyo wako. Unirudishie upendo wa awali unaonitenga na familia yangu. Unirudishie upendo wako kwa ajili ya taifa langu na dunia ninayoishi. Nitaishi Yesu katika pendo lako, wala sitakufa pasipo kusudi lako. Maana umekufa msalabani kwa kusudi lililo jema. Hata ikinipasa kufa, basi kifo kiwe cha kusudi jema. Uniunganishe na niliotengana nao kwa mastahili ya moyo wako mtakatifu, na damu iliyotoka ubavuni iwe kiungo cha agano. Unirudishie nguvu nilizopoteza, uwarudishie uhai uliopotea wanaosubiri damu hospitalini, waliopoteza ajalini. Katika jina lako Yesu, damu yako ninaiabudu na kuiheshimu. Unipe leo Yesu chakula chako ambacho ni mwili wako mtakatifu, chakula cha upendo. Damu yako Yesu iliyotiririka magotini inirudishie kibali cha kuomba nilichopoteza katika harakati za maisha ya kila siku. Kwa nguvu ya shetani nimerudi nyuma katika kuomba. Damu ya mastahili yako iliyotiririka magotini inirudishie nguvu, uweza, kibali machoni pako. Kila goti ninalopiga na ulimi unapokiri kwamba wewe ni Bwana, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, maombi yangu yapate kibali machoni pako, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yako. Yesu, unipe chakula hiki leo, nidumu katika maombi, iwe usiku, iwe mchana, wakati ufaao. Uinue kiwango changu kila ninapopiga goti. Neno lako linaahidi, amin amin nawaambia, kila goti linalopigwa na ulimi unapokiri kwamba wewe ni Bwana, basi kuna kuinuliwa. Niinue Yesu nyakati za udhaifu wangu, nyakati za ulegevu, nyakati za utepetevu. Damu yako Yesu iliyotiririka miguuni kwa majeraha ya misumari. Yesu unayeniita kila siku
lakini nimefungwa mateka, siwezi kutembea, vikwazo ni vingi, neema yako inanitosha. Neno lako moja tu, kata minyororo ya miguu yangu, uikamilisha safari ya maisha yangu. Nikujiongee daima, popote nitapokanyaga, nipate wepesi. Fursa zilizo mbele yangu nizifikie kwa wepesi. Fanyika wepesi huo, Yesu, kwa chakula chako, kwa uhai wako. Mimi ni mfungwa wako, nisaidie kuwa huru. Kata minyororo iliyokamata miguu yangu, iliyofunga ndoto zangu, iliyofunika maono yangu, kwa mastahili ya damu yako. Aina yote ya uadui, roho za uharibifu, roho za vifo, ajali, mikosi na nuksi mbalimbali za maisha, wadudu, nyoka, nge na wote wanaotambaa, wasinigonge na kukamata kisigino na kunirudisha nyuma. Yesu, nahitaji chakula chako. Nikanyage ardhi hii katika nyayo zako, niwe daima amani na salama. Kokote unakoniongoza, kokote unakoniita, nyayo zako zinifikishe. Nyayo za majeraha yako zifyonze sumu yoyote katika mwili wangu iliyopitia miguuni, ardhini, katika ulimwengu wa roho na wa mwili. Damu yako Yesu inioshe, initakase, iwasaidie pia wanaopitia dialysis, utakatisha damu mahospitalini. Damu yako azizi iwaumbie upya vimelea, chembe hai, wawe na uhai ndani mwao, wanaposhiriki leo, kesho, siku zijazo. Mwili na damu yako azizi, chukua nafsi yao iliyo dhaifu, wafanyike upya. Fanyika pia kinga kwangu mimi ambaye sijaugua kansa na magonjwa ya damu, upungufu wa damu, sickle cell na magonjwa yote yanayoathiri damu na kusababisha upungufu, vidonda. Nena neno moja tu, Yesu. Tone lako moja tu la chachusha bahari nzima ya ulimwengu. Nionjeshe tone hili leo, Yesu. Nionje jinsi ulivyo mwema na ulivyo mtamu. Tunawaweka pia watoto wetu wanaopokea Ekaristi kwa mara ya kwanza. Mwili na damu yako azizi, chakula cha malaika, lakini chakula cha wanadamu pia. Waonje jinsi ulivyo mwema, ulivyo mtamu katika fumbo hili takatifu. Unijalie nami pia neema ya kipekee kama walivyowajalia watakatifu waliokupendeza tangu kale, walioonja mwili wako hawakupata njaa tena, walioonja mwili wako hawakufa bali waliishi milele. Teresa Neumann, kwa maombezi yake
Unijalie pia neema kama yake, kadri inavyokupendeza, kwa kuishi miaka 40. Panga siku zangu katika namba hii 40, ifanyike muujiza pia sawa sawa na mapenzi yako. Hata dakika 40 au sekunde 40 au masaa 40 au namba yoyote 40 ikupendeze machoni pako, kwa nguvu ya chakula hiki na damu hii, Yesu. Na sasa, Yesu, ninakutolea moyo wangu ulio dhaifu, ulio na dhambi, usiofanana na moyo wako mtakatifu. Uwe altare ambayo itakupendeza, ili dhabihu ya mkate huu na divai hii vinifae mimi na kuwa dawa ya kuniponya. Kwa wagonjwa pia fanyika uponyaji. Kwa wagonjwa pia fanyika tumaini. Kwa wagonjwa pia fanyika uzima. Kwa ugonjwa pia fanyika amani ya moyo. Tunaomba na kusihi, gusa kila kitanda cha mgonjwa aliye hospitalini, nyumbani, kiwe altare yako sasa. Na kila mgonjwa katika kitanda hicho aunganike na sadaka takatifu na timilifu, sadaka ya maumivu, sadaka ya damu, sadaka ya faraja. Na kikombe tunachokiinua kiwe ni ushirika wao katika mateso na faraja ya Kristo. Nami, Yesu, ninapiaisha leo ahadi ya agano lako takatifu. Livunje maagano yote niliyoyafanya wiki hii, juma hili, maagano kwa kutamka, kwa sadaka, kwa kujua au kutokujua, yaliyonifunga mateka, uyabatilishe sasa kwa nguvu ya neno lako na sadaka ninayokutolea leo. Kikombe chako, Yesu, kiwe uzima, kiwe ushirika wa mwili na damu yako azizi, amana ya uzima wa milele, ufufuo wa wafu. Asante, Yesu, kwa kuwa unanisikia. Asante, Yesu, kwa kufanyika chakula cha uzima. Amina.